Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Upo nami Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Nitarudia sehemu iliyopita kidogo. Muna alijiuliza maswali mengi, lakini hakuwa na majibu nayo. Kwa mara ya kwanza alimfikiria Bwana Kheri. Hivi huyu mtu kwa nini akanichagua mimi? Kwani hajaona wanawake wote huko nje? Kwa nini mimi? Na kwa nini analazimisha kitu ambacho anajua kama sikitaki? Hivi nini nia yake kwangu? Kwani huyo mke wake yuko wapi? Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Akili ya Muna haikuweza kuelewa kabisa mantiki ya haya yote. Kisha akamfikiria babake. Muna kila siku alikuwa akimfikiria vizuri babake, ingawa hakuelewa kwa nini babake hafanyi kazi. Alifahamu kwamba aliachishwa kazi, lakini hakujua kwa nini huo ukawa mwisho wa utendaji kazi wa babake. Alijiuliza kwa nini babake alimwacha mkono kwenye jambo hili. Alijua wazi kwamba Bwana Hamisi hakufurahia ndoa hii, lakini je, hata kwenye jambo kubwa kama hilo hakuweza kupaza sauti yake? Hivi baba yuko sawa? Hivi watu wanaoitwa vichwa vya familia huwa wako kama hivi? Hivi ingekuwaje kama baba angelikuwa na kazi na uwezo? Ingekuwa tofauti? Na mama je? Je, ingekuwa ana kazi na uwezo ingekuwa tofauti? Je, kama tusingekuwa wahitaji maisha yetu yangekuwa tofauti? Mawazo yalimzunguka, maswali mengi alijiuliza, lakini majibu akawa hana. Alimfikiria kaka yake Hamdani. Hivi kwa nini Hamdani aliacha skuli? Yuko wapi sasa hivi Hamdani? Je, ingekuwa Hamdani ana uwezo je? Mwisho Muna alijifikiria mwenyewe. Je, nitaenda kuishi maisha gani? Je, utakuwa mwisho wangu wa kusoma? Na ndoto zangu je? Je, kuna mtu wa kuniokoa kwenye hili? Au labda huyu Bwana Kheri atakuwa mwema kwangu? Au labda ataniruhusu nisome? Au labda Muniri baadaye atakuja kuniokoa? Jina la Muniri lilipokuja kwenye mawazo yake lilimpa huzuni, na baadaye huzuni hizo zikawa hasira. Hivi kwa nini alinitumia meseji za kunidanganya? Kwa nini alijifanya kuwa na mapenzi na mimi? Alikumbuka muda wote ambao alikuwepo ahueni pamoja na Muniri. Alifikiria ile siku aliondoka na jinsi Muniri alivyokuwa. Kwa nini alijifanya kama mtu anayenijali? Je, kuna tofauti gani baina yake na Bwana Kheri? Ghafla Muna akashtuka na kujiona yupo nje na anafukuzwa na joka kubwa lililotaka kumtafuna na kummeza. Alipiga mbio huku joka hilo likiwa linamfukuza kwa kasi kuliko alivyoweza kukimbia. Mbele yake aliona kuna ukuni, akauokota, na alipoona anashindwa kukimbia, alitumia ukuni huo kulipiga joka kichwani. Joka lilipapatika na baadaye kutulia. Muna alilitupia macho joka hilo na kustaajabu kuwa kichwa chake kina sura ya binadamu. Alipolitizama vizuri, aliiona sura ya Bwana Kheri. Alilisogelea karibu na mara joka likaamka na kuanza kummeza mzima mzima. Muna alipiga kelele za kuomba msaada. Nakufa! Nakufa! Nakufa, nisaidieni! Muna alipiga kelele huku tayari miguu yake inaanza kumezwa na hilo joka. Muna! Muna! Muna, una nini? Bi Sauda ambaye alikuwa kalala chumba hicho pamoja na Muna alishtuka usingizini kutokana na kelele za Muna, na alikuwa amenyanyuka akimtazama Muna kwa mshangao. Muna alishtuka usingizini na kukaa kitako.
Kijasho kilikuwa kikimtoka na moyo na mwenda mbio. Muna, uko sawa? Umepiga kelele usingizini. Una nini mama? Bi Sauda alisema kwa upole. Muna sasa fahamu zilimjia na kujua kuwa aliota ndoto ya kutisha. Alimtazama Bi Sauda ambaye alionyesha wasiwasi usoni mwake. Muna alitaka kumhadithia hiyo ndoto, lakini akakumbuka kitu. Huyu si alinishushua leo kuhusu mimi na Muniri? Si ndo amenambia niolewe kwa sababu wazazi wangu wamenichagulia? Muna aliamua kumnyamazia. Rafiki yangu sasa hivi ni mimi mwenyewe. Tutazungumza na mimi kila wakati. Nitamweleza shida zangu zote ingawa nazifahamu. Sina kitu. Sijui ilikuwaje nikapiga kelele. Muna alinyanyuka na kwenda kutafuta maji akanywa na kurudi kitandani. Soma kabla hujalala, Bi Sauda alimwambia huku na yeye akijinyosha vizuri kuendelea na usingizi. Kama mwanzo, ilimchukua muda mrefu Muna kulala, akiwaza na kuwazua. Kabla usingizi haujamchukua alikuwa tayari amejijengea taswira kwenye ubongo wake. Maisha haya hayana rafiki, na kama usiegemeze fikra zako kumtegemea yoyote. Muna aliomba dua kwa Muumba wake amwelekeze njia, na baadaye karibu na sala ya alfajiri kuingia ndo lepe la usingizi lilipokuja. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Mama harusi mnamjua, tumjui. Shamra tayari zilianza nyumbani kwa Bwana Hamisi na Bi Salma. Wageni kutoka sehemu mbalimbali za Tulieni na wengine kutoka Ahueni tayari walifika. Wote wamekuja kuitikia mwaliko wa Bi Salma katika sherehe ya harusi ya mtoto wake. Mwana wa kwanza kuolewa katika familia hiyo, na pia mwana wa kwanza kuolewa katika ukoo wote wa kina Bi Salma Hamdani. Japokuwa Muna alikuwa mdogo kwa umri ukilinganisha na binamu zake wengine, yeye ndiye nyota ya kuolewa ilimwangukia. Kabla ya harusi, bi harusi alifundwa, akapewa mafunzo haya na yale na jinsi ya kukaa na mume. Somo yake Muna alikuwa na jukumu la kumfunda mwari, na kwa vile somo yake ni mamake mdogo Bisania, basi hakuwa na wakati wa kufanya jukumu hilo kwa vile alikuwa na majukumu mengine mengi ya harusi. Hivyo akamtafuta mtu maalum wa kuja kufanya hiyo kazi. Nyakanga aliletwa kuja kumfunda mwari asije kwenda kufedhehesha uko mbele. Nyakanga alikuwa Bi Mwanapili ambaye aliyebobea kwenye sekta ya mambo ya ndani. Alijua kila kitu kinachohitajika ili kumweka mume. Mume anawekwa ndo akakaa. Huo ndo msemo maarufu wa Bi Mwanapili. Na kila mwenye mwari wake, basi Bi Mwanapili kwa ustadi wake alikodiwa kwenda kumfunda. Ukishangaa ya Musa utaona ya Firauni. Bi Mwanapili mwenyewe katika umri wake wa miaka 42 ameshaolewa vio 5, na alipokwenda kumfunda Muna alikuwa kashachika, hana mume. Mume wake wa mwisho aliachana miezi 6 iliyopita, na hivyo akimfunda Muna basi na yeye alikuwa ni biharusi mtarajiwa, kwani mwezi uliokuwa unafuata tu itakuwa harusi yake. Bisania ni mtu wangu wa karibu na sikuweza kumkatalia. Ingekuwa mwingine basi ningekataa, kwani na mimi kesho kutwa nina chuo chingine nataka kuingia. Na mambo haya hayana fundi. Kila siku lazima mwanamke ujinoe upya. Bisania ni mtu wangu wa karibu na sikuweza kumkatalia. Ingekuwa mwingine basi ningekataa, kwani na mimi kesho kutwa nina chuo chingine nataka kuingia. Na mambo haya hayana fundi. Kila siku lazima mwanamke ujinoe upya. Lazima kila siku mumeo akuone mpya. Ukichaka shoga yangu ndo imekula kwako. Umechacha wenzako nje wang'ara. Mtu anaona kila sampuli nje. Wazuri, warefu, wembamba, wanene, mradi wa kila aina. Lakini wewe ndo kakuchagua kakuika ndani. Umuweke mume akae,
usipomweka wenzako watamweka. Umpikie mume, usipompikia wenzako watampikia. Utandike kitanda chako shoga, usipotandika wenzako watakutandikia. Ujipodoe mwari, usipojipodoa wapo watakaojipodoa. Ukawapende wakwe mwari, usipowapenda wenzako watakupendea. Bi Mwanapili alikuwa anasema kama santuri. Na hayo mambo sasa, hayo ndio muhimu kuliko yote, ukamtimizie. Sio leo kichwa, kesho tumbo, kesho kutwa kiuno, almuradi mwanamke wewe kila siku sababu. Unafikiri mume atakaa? Halo, nione mie Mwanapili hapa. Akiondoka huyu, yule kaingia. Mwanamme mnyime kula atanunua mkahawani, lakini hayo je, akayapatie wapi? Hapo Muna alipewa mafunzo yote, mitindo na mikogo. Muna alikuwa akisikiliza lakini hakusikia. Hakujua hata huyo mama alisema nini. Akili yake ilikuwa ipo mbali, na mara akashtukia anapewa jaribio. Afanye mfano wa vitendo jambo moja alilokuwa akifundishwa, na hapo akili zikamrudi. Sasa nionyeshe hapa, unafanyaje? Bi Mwanapili alimjia juu, kwani alikuwa ameshahisi kwamba mwari huyo alikuwa ndeme, haelekei hata kidogo. Upo bibi? Unanisikia usikii? Na kuomba tu nionyeshe. Bi Mwanapili alishikilia. Hapo Muna ilibidi angue kilio, maana hakujua alilokuwa akitakiwa kufanya, na Nyakanga alikuwa kamsimamia wima. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa Zamani. Bisania akaitwa kuja kupewa lawama za mwari wake. Mimi nasema naye hapa nikimwonyesha kwa vitendo, mwenzangu hayupo hasa. Sijui anawaza nini mwenzetu, kama ni mume kashampata. Sasa namwambia zamu yake anionyeshe kwa vitendo nilivyomwelekeza, basi ndo hapo kaniangushia lio la mwayo. Bisania alimtazama Muna na kutikisa kichwa. Umeanza tena visa vyako Unataka kumpandisha mamako presha? Presha ya Bisalma ilitumika kama bakora sasa. Kijambo si kijambo, Muna alikumbushwa presha. Akapewa indhari kwamba akifanya maskhara yoyote yale angemtoa roho mbichi mama yake. Tena hapo Bisania akatoa hotuba ndefu kwa Muna, asikilize alivyokuwa akiambiwa na afuate. Hatutaki aibu uko mbele, ukoo wetu hatuna aibu hizo. Unatuona sote kila aliolewa kamdhibiti mumewe kisawa sawa. Unafikiria ni bure? Sasa wewe unataka kwenda kututia aibu uko, nakwambia huwahi hata siku moja. Basi mwari akafundwa. Haijulikani kama alifundwa kafundika ama ndiyo hiyo stiri hali. Wakati mwari yupo ndani anafundwa, nje msondo uliacha maji. Nyimbo zote zikiimbwa hapo. Ndo mila na desturi za watu wa Tulini. Jani hilo jani lambie. Haya, anasema huyu, kile kidau kijacho amkosi mnachangu, mna mkufu wa mdande kadiri ya shingo yangu. Kiupata si uvai wala simpi mwenzangu. Nenda mpa somo yangu we Saada we, msiri wa mambo yangu. Saada kaolewa, mwacheni aolewe, anenepe au temkia. Baada ya hiyo ikaja siku ya singo. Hapo ikawa sherehe hasa, kina mama kama 30 walikusanyika. Mwari akatolewa ukumbini, akasingwa kwa liwa, marashi na karafuu. Alisingwa akasingika. Mwari aingie chooni kwa maulidi, kisha asingwe kwa marashi. Uvumba naudi, uvumba naudi, uvumba naudi. Kila mmoja wa kina mama hao alikuwa na zamu ya kumsugua. Huyu mgongo, yule mkono, yule mguu, huku akisingwa na kupewa mafunzo ikiambatana na vigelegele na chereko. Mafunzo mengi yalikuwa yale ya kuishi na mume na kumdhibiti. Mambo ya ndani kwenye 6 kwa 6, wenyewe walisema. Ukimtaka mume akae, kutandika kuna maanaye. Nyimbo na vigelegele vilishamiri. Muna uso kawinamisha chini, kwani hapo alisikia maneno ambayo hajawahi kuyasikia. Aliambiwa mambo ambayo hajawahi kuyafikiria, ya kuchekesha na kustajabisha,
ya kukirihisha na hata kutapisha. Alisikiliza tu mengi yakimwingia sikio la kushoto na kutokea la kulia. Jamani, bi harusi yashaambiwa kuhusu haki zake, nalo hilo muhimu ajue haki zake, asije kwenda kufanywa tambara la deki. Subira bi dokta, kama wengi walivyomjua, aliuliza. Subira alikuwa akifanya kazi hospitali ya Tulieni. Mada hiyo tunakuachia wewe bi dokta, tena utasema naye mwari wako kwa Kizungu, maana huyu msomi mwenzio. Sie letu la kumpa ni kumstarehesha bwana, ama siyo jamani? Hapo vilianguka vicheko na vigelegele. Siku 2 hizo Muna alisingwa mwili mzima kwa madonge ya karafuu, mafuta ya nazi na marashi. Usoni alipakwa liwa, kisha akapakwa manjano. Usiku kabla ya kulala, mwili mzima ulisuguliwa tena kwa chicha za nazi zilizochanganywa na manjano. Halafu akaogeshwa kwa sabuni na maji ya vuguvugu na kupakwa mafuta ya nazi yalorowekwa na mrehani. Mpachori na mpompia yananukia balaa. Hayo yalikuwa ya nyumbani. Yakabaki ya saluni za kisasa za urembo, ambako alipelekwa baada ya nyumbani kumalizika. Huko alitiwa dawa ya nywele kuzinyoosha. Nywele zake nyingi zilizokuwa za mawimbi zikanyooshwa zikawa kama za Kichina. Mwanzo zikimfika mabegani, sasa zikawa mpaka mgongoni. Kitana cha kawaida kilikuwa kinapita bila wasiwasi wakati wa kuzichana. Shughuli ya kuwekwa dawa ya nywele ilipelekea masikio ya Muna kupiga wekundu na moja likionyesha alama ya kuungua. Ngozi yako laini, itabidi ujipake mafuta nazi kila mara, usije ukafanya vidonda, alisema mfanyakazi wa saluni, huku akimkagua ngozi ya kichwa ili kutazama kama kuna athari nyingine. Hapo Muna kichwa kilimwaka moto, lakini alinyamaza tu asije kuonekana mkaidi. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Kisha akatiwa bleach mwili mzima ili ang'are, na mara hii bleach ya usoni ilipoanza kumchonota, Muna alidumba. Hakusubiri mpaka aungue uso, hapo hapo ikafutwa. Una wasiwasi tu, wala isingekuunguza. Watu wanakaa nayo hii mpaka nusu saa, we dakika 5 tu shanza kupiga kelele, lakini ushang'ara. Kwanza uso wako mashallah, hata kipele huna. Walipomtaka kumtengeneza nyusi kwa kuzinyoa pembeni, Muna alikuja juu. Jamani, msininyoe nyusi, haramu jambo hilo, analaaniwa anayenyoa na kunyolewa nyusi. Dada wa saluni alimtazama huku macho kayatoa, na nyusi kazipandisha juu. Yeye mwenyewe nyusi zake zilikuwa zimetengenezwa vizuri kwa kupunguzwa hapa na pale, na zilionekana kukaa sawa sawa. Kumbe mwenzetu shekhe. Sasa bi harusi hawezi kupendeza bila kutengenezwa nyusi. Nyusi ndo jambo la kwanza linalombadilisha mtu na kumpendezesha, alisema huku anamtazama Bisania ambaye ndiye alikwenda kumpeleka Muna saluni. Mpunguze we, asituletee ushehena hapa. Mfanyie kila kitu anachofanywa maharusi. Yeye ni mtoto tu, anatakiwa kusikiliza. Upo bisho? Bisania alisema kwa kumpasha Muna, huku na yeye akiwa anaikwa dawa ya nywele. Nyusi za Muna zikatengenezwa kwa kuvutwa kwa nyuzi ili kuzifanya zikae kwenye muonekano mzuri, na Muna alijaliwa manyusi mengi na kope. Kitendo hicho kilimpa maumivu na chozi lilimtoka. Unalia? Nyusi zinauma kama hujazoea kuzitoa. Ukitaka uzuri sharti udhurike, stahamili tu, lakini utaona mwenyewe jinsi utakavyobadilika. Mwisho kabisa ikawa zamu ya miguu. Ilirowekwa kwenye mashine maalumu ambayo ilikuwa na maji vuguvugu na sabuni za maji. Kisha akasuguliwa nyayo na miguu yote na kucha zikakatwa vizuri. Kutoka hapo Muna aling'ara, na wenyewe alisema amebadilika. Alipewa mafuta maalum ya uso, akifika nyumbani awe anajipaka asubuhi na jioni. Haya mazuri kweli, hayachubui, yanang'arisha tu. Bi harusi akitumia basi anang'aa, huwezi kumjua. Muna alijitizama kwenye kioo kwa mbali, aliona ile rangi yake ya kawaida ya kahawia ilianza kufifia na akaanza kupiga wekundu fulani hivi kama mamake. Mbona nabadilika rangi? Aliwaza.
Umemwona alivyobadilika? Dada wa saluni alimuuliza Bisania kwa kutabasamu, akiona fahari kwa kazi yake. Ashaanza kung'ara, hata mambo bado. Basi kila akikaa na kuendelea kupaka hayo mafuta atawaka hasa. Biharusi kama huyu wala hupati tabu kumpamba. Hapo alipo tayari kishapendeza, hata hajapakwa foundation na poda. Harusi haikuwa ya siku moja. Kwanza kulikuwa na sherehe ya uradi, kisha ilifuata akdi ambayo ndo ndoa yenyewe. Halafu kukawa na sherehe ya usiku kwa wanawake ambayo iliitwa reception, na mwisho ilimalizia chakula cha mchana. Sherehe zote hizo zilikuwa kwenye kumbi za shughuli za kukodi. Kwenye uradi ilikuwa shughuli ya dua na Qurani tukufu ambazo zilisomwa ili kuwaombea maharusi maisha mema baadaye. Kila sherehe biharusi alitakiwa apambwe, aonyeshwe. Ikawa nenda rudi ya saluni. Muna alipelekwa saluni ile ile ambayo alienda kutengenezwa. Siku ya leo ilikuwa ni ya kupambwa uso na kufungwa mtandio. Siku hiyo iliambiwa asipambwe sana, kwani hata ndoa bado. Kwa hiyo alipambwa kiasi tu. Baada ya urembwaji, kisha Muna alijitazama kwenye kioo. Hivi ndo kiasi. Ikiwa sana itakuwaje? Macho aliyaona mazito kwa kope alizowekwa na rangi za macho. Kisha akavishwa kibarakoa kidogo cha chuma kilichopakwa rangi ya dhahabu. Kibarakoa hicho kilimficha uso mzima isipokuwa yale macho yaliyopakwa rangi na kuwekwa kope, ambayo alimfanya hata kuyafumba vizuri aone kazi. Wakati yeye yupo saluni, shughuli ya uradi ilikuwa inaendelea ukumbini. Dua zilipoisha, biharusi akaingizwa na dufu likaanza, na kina mama wakawa wanacheza mtindo wa vidole juu, huku wengine wakitunza. Biharusi alitunzwa zawadi mbalimbali. Wa mwanzo kabisa kutunza alikuwa mama harusi, na alimtunza mwanawe Sihaba seti za vyombo vya jikoni, mafeni, mashuka, hata jokofu lililoletwa ukumbini. Mama mzazi, mama mdogo na mama mkubwa walitunza pamoja. Kila mmoja alibeba chake, na baadaye wengine kusaidiana mzobe mzobe. Wadogo zake Muna pia walisaidia katika kubeba vitu. Vilivyotunzwa vyote vilitolewa nyumbani na kuletwa hapo ukumbini, na Muna alikusha kuviona vikiwa vimewekwa chumbani mwake. Jamani mama huyo mama, jamani mama huyo mama. Kisha ikawa zamu ya watu wengine kutunza. Ndugu, jamaa, majirani na marafiki. Mwenye shuka, mwenye dira, mwenye gilasi, mwenye kikombe, vyote vilitolewa hapo. Kikundi cha Bi Salma kilimtunza mama harusi fedha taslim 1,000,000 ambayo ilikuwa imeshonwa kwa mtindo wa koja. Na hapo wanakikundi wakaingia uwanjani kumtunza mwanakikundi mwenzao. Baada ya kuambiwa mwenye maspika ya sauti yaweke nyimbo maalumu, wanakikundi wanataka kutunza. Waichukia harusi hiyo nayo si khiana, lakini bahati yake wa kuchukua hakuna, bora niombe. Kikundi cha Bi Salma kilinoga hasa. Mbali na pesa, alitunzwa vitu mbalimbali vya jikoni, chumbani na hata ukumbini. Kila mwanakikundi alibeba kitu kimoja na kuingia ukumbini kwa madoido ya kufuatiza nyimbo zilizokuwa zikitumbuiza hapa ukumbini. Kama unaweza nenda juu ende ukazibe, nyimbo ziliendelea. Mmewaona wanakikundi cha ndugu wapenda nao? Wamependeza hawajapendeza? Wanayaweza hawayawezi? Tena haya wenye husda. Mshereheshaji alikuwa anafanya kazi yake, na husda zao watu waliitikia. Wenye wivu wajinyonge. Si Bi Salma tu aliyetunzwa siku hiyo. Bisania pia alikuwa na wahisani wake na mashoga zake, ambao na wao walikuja kumtunza. Aliwekwa mbele kama alivyokuwa kawekwa Bi Salma, na watunzaji nao wakachagua nyimbo yao mahsusi kuonyesha makashikashi yao, na mama mdogo naye akatunzwa akatunzika. Sherehe ilimalizika kiasi cha saa 3 usiku, kuanzia saa 10 jioni hadi muda huu. Wenye harusi wakarudi nyumbani huku wamefungasha zawadi mbalimbali. Shoga yake mmoja Bisania alitunza pesa kitita hivi. Ukikitizama kilifika 500,000. Baada ya kutunza, alimnong'oneza kitu Bisania sikioni, na wakati wa kuondoka alikwenda kuchukua amana yake kutoka kwa Bisania. Kata 100,000, zilobaki nipe.
Bi Sania alifanya kama alivyoelekezwa na baadaye kuendelea kukunja hapo ukumbini na kupakia vitu kwenye gari. Katika kupakia kuna baadhi ya vyombo ambavyo Bi Salma alimtunza mwanawe vilivunjika. Vyombo hivyo vilitolewa nyumbani na kuja kutunzwa ukumbini, ndo vikakutwa na mkasa huo wa kuvunjika. Almuradi shughuli ilipomalizika, kila mtu alikuwa hoi na hata saa ya kutupa ubavu juu ya kitanda ilikuwa mtu alijilalia fofofo. Siku iliyofuata bi harusi alipakwa hina, alipelekwa huko huko kwa mchoraji na shughuli ilikuwa ya siku nzima. Mchoraji huyo ndo aliyekuwa akisifika mjini kwa kuchora hina pambe na alikuwa hapatikani ovyo ovyo. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya Posa za Maana. Ulikuwa nami Fatia Abedi.